Unaisikiza Vihiga FM 105.0. Unasikiza Nyavu za Afrika na Philemon Onzere. Shajara ya kiongozi, wakati mwafaka wa kufahamu safari ya maisha kiongozi wako. Hapa tunazungumza na viongozi wote wanaobobea, waliobobea na watakaobobea. Hii ndiyo safari ya kiongozi wako wiki hii na Rais wa Nyavu Philemon Onzere. Na leo nimepiga gumosi gupili mpaka katika kaunti hii ya Busia. Nipo katika chuo cha Dr. Daniel Wako Murende Technical Vocational College, ambapo nitakuwa na kutana na kiongozi wangu kwenye shajara ya kiongozi, na mzungumzia Engineer Miheso, ambaye yeye ndo msimamizi ama principal katika chuo hiki cha kiufundi, ambapo leo yeye ndo tunafahamu safari yake ya maisha imekuwaje, safari amezaliwa wapi, ametokea wapi, maisha ameyakulia wapi, na vipi amejipata katika chuo hiki cha Daktari Daniel Wako Murende Technical Vocational College, na safari yake baadaye, yani anajiona wapi miaka zijazo. Ndo mambo ambayo tutakuwa tunayazungumza leo hii, na nafurahi sana msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribishe. Mwanzo nimkaribishe kiongozi wangu kwenye shajara ya kiongozi. Karibu sana engineer. Mwanzo tunakujitambulisha kwa wasikilizaji wana Nyavu. Asante sana mtangazaji bwana Philemon. Kwa majina naitwa Engineer Miheso Francis Wichenje Shivia. Those are my old names. Na kwa kusaliwa, nilisaliwa katika wilaya ya Kakamega, mkoa wa Magharibi, katika hospitali inaitwa St. Elizabeth Mukumu Hospital mwaka wa 68. Busia, maisha yako vipi? Hapa Busia nilikuja kwa ajili ya kikazi. Kwa safari yangu ya engineering nilianza mwaka wa 81 nilipoingia katika shule ya Sikalagala Technical School. Na wakati huo tulikuwa na Sikalagala Technical School peke yake kama national school hapa former Western Province, ambako baada ya hiyo tukaenda kwa high schools, tukaenda kwa Institute of Technology, that was Kiambu Institute. Nikatoka huko nikajoin the current Kenya School of TVET. Wakati huo ilikuwa inaitwa Kenya Technical Teachers Training College, baadaye ikaitwa Kenya Technical Trainers College, ikakuwa Kenya School of TVET. Baadaye nikajoin University of Nairobi kufanya my undergraduate, masters pamoja na PhD. Baadaye ndio nikajiunga na chuo cha Sangalo Institute huko Bungoma, ambako nimefunza miaka mingi, zaidi ya miaka 28. Nilienda huko ikiwa ndio inaanza, lakini tukitoka huko ilikuwa imekuwa National Polytechnic, chuo anuai kikuu cha Bungoma National Polytechnic. Nikaenda wilaya ya Kisii, Borabu, nikatoka huko nikaenda upande wa Kakamega, mahali inaitwa Wanga Technical and Vocational College. Toka huko nikaingia Kaimosi Friends National Polytechnic. Baadaye nikakuja hapa Dr. Daniel Wako Murende TVC, ambaye iko katika wilaya ya Busia, constituency ya Matayos, mahali tunaita na Ngoma location, Murende sub location, mkabala tu na soko ya Rakite. Yes. Na maisha yamekuaje bwana? Umekuja huku lini? Nimekuja huku mwaka jana mwezi wa 6. Nilipata hicho ikiwa na wanafunzi 540, lakini tunapoongea kwa saa hii tuko na wanafunzi 1680. Ni mingi sana. Tuko na saiti ya courses 30 vile mmeambiwa na registrar na deputy in charge of academics, na vile kuna kazi ambazo zinaendelea hapa ambazo tutaongea hapo mbele kidogo, ambazo zinahusika na value addition. Kwa Kiswahili tunahitaji value addition. Tunaita value addition on anything that you bring around.
Amazing sana. Na hiyo umekuwa ukieleza kuhusiana na dokta wako, lakini wengi watakuwa najiuliza hii safari yako ambayo ni zaidi ya miaka 30, natumai hii tu ni wakati ukiwa kwenye kwa masuala ya vyuo vya kiufundi. Hivi umeanza baada ya kumaliza labda kidato cha 4 ndio umeingia moja kwa moja kuanza kufunza chuo anuai, ama ilikuwaje? Umeanzia kwenye ualimu wa sekondari, safari imekuwaje baada ya kumaliza shule ya upili na ukajiunga na chuo, alafu ikawaje? Mimi ni yule mtu ambaye tunaita true TVET. Okay. True TVET ni kumaanisha kwamba mimi tangu niingie shule si kwenda shule ya kawaida. Nilienda zile zilikuwa naitwa technical schools. Hata the kind of engineering ambayo tunafundisha saa hii, mwanafunzi wa diploma hapo level ya ile nilifanyia form 4. So hii masomo yenye wameleta saa hii ya competence based education and training tunaita CBET. Sisi wenye tulikuwa kwa technical school, we find it not very strange. A program of our time has now been adopted by the entire country. Kwa hivyo ni kuanzia form 1 nilianzia mambo maisha yangu ya engineering. I have not diverted my line of life. I've remained in engineering. After form 4 umesomea wapi engineer? Nilianzia Sikalagala Technical School ambaye baadaye siku hizi ndio inaitwa Sikalagala National Polytechnic. Ilikuwa sasa wakati ule ilikuwa form 1 inafanya admission ya technical schools, technical engineering courses only. And minimum qualification was 35 points out of 36. Hiyo ni kama umemaliza class 7. Class 7. Yes. Hiyo ilikuwa mwaka gani? 1981. 1981. Grade 7. Standard 7. Standard 7. Yes. Oh, wachana na mambo ya grade. Standard 7 umemaliza primary 7. Umemaliza yes. Primary. Unaenda form 1. Sio class 8. Class 7 ulikuwa unasoma shule gani? Lugala Primary. Lugala Primary. Ukamaliza pale straight away to technical secondary. Yes. Wakakuita ama ulienda kule? Siku hizo huko unatafuta shule. Okay. Ulikuwa unaitwa. And ulikuwa unaitwa kwa sababu umequalify. Wow. Na hiyo ilikuwa the only national school in Western. Hatukuwa na any other national school. So hapo ndo ukaanza mambo ya ufundi? Nilianzia hapo form 1. Yes. Term 1. Nilikuwa napanda stool kujua type of metals that are taught in this world. Na engineer ambaye tumesika juzi hapo karibu Sikalagala anaitwa Engineer Hayesi ambaye ni baba ya principal wa Kisumu National Polytechnic. That was my first teacher in class. The first teacher to meet when I entered form 1. Kwa naitwa Engineer Hayesi. So kuanzia hapo ulikuwa either wakati huo tulikuwa na technical schools aina mingi. Form 1 to form 2 ulikuwa unafunza all types of engineering. Ukimaliza form 2 una choose. If you want mechanical, kama unataka electrical, unataka building, unaenda form 3 mahali hiyo course yako iko. Yenye unataka. No, technical schools were operating as one. Sasa kuna wale sisi tulibaki wa buildings. Sikalagala was mainly for building. Mechanical and electrical ilikuwa Kisumu. Other courses were everywhere across the country. Ile college ambayo ilikuwa na sehemu zote ilikuwa only Kapete, being the first technical school in Kenya. Hata juzi tulikuwa na celebrate 100 years of TVET. We are celebrating the years Kapete National Polytechnic has taken since it was incepted during the time of wakati wa ukoloni. Sasa tumetembea hivyo kumaliza hapo tukaenda we continue to the engineering courses because kutoka ilimaanisha huko juu tuna Nairobi University peke yake Kenya. And the whole country was competing for Nairobi University. Na hiyo tu bado in that line ya technical. Yes, so you deviate, you are lost. Okay. Because utapatikana na wale wametoka grammar schools. But ukifika huko una advantage kwa maana huko unasoma, ulikuwa unafunza wenzako wale wametoka normal schools. Until they come to your level. Okay. So we had very light time and hiyo ndio imetufanya tukafika mahali tunafika.
So baada ya hapo ukaingia pale Nairobi ukasomea mambo na building and construction, ukaingia tu kwa mambo na engineering ukamaliza. Na unajua unaonekana ni kama wewe hata hukumaliza, ulikuwa unafunza lakini bado unasoma pale university. Nimesoma university nikifunza. Because hiyo miaka ukiingia Kenya School of current Kenya School of TVET, wakati ilikuwa inaitwa Kenya Technical Teachers College, ulikuwa unaajiriwa kama bado unasoma. Unasoma lakini wewe already huko kwa TSC payroll, na huko already kwa NAT. Tulikuwa na chama ya walimu ilikuwa inaitwa NAT. Unakuwa a member so that ukitoka unapostiwa. Ukipostiwa you can continue na studies zako, but unasoma ukifanya kazi, because there were very few technical teachers in Kenya, very few. So walikuwa na kuruhusu kuendelea na masomo ukifundisha. Na hivyo ndivyo walimu wengi wao sasa hivi wanatoka. Hao watu wenye walisoma technical schools wenye wamepaki ni wachache sana kwa hizi vyuo. In the next 3 or 5 years watakuwa wametoka wote. Na ukiangalia wakati ambapo mlikuwa mnaangalia hii mambo ya CBC, unasema ndio imerejea, na wakati hizi technical vocational colleges zimekuja nyingi sana. Nini unaona kimebadilika, na unaweza sema kwamba tunaelekea pazuri ama tunakaa ni kama tunarudi nyuma? The only way to industrialize a nation is to go technical. So, kwangu, the country is now taking the right direction. And I'm at home. Kwa maana nafurahia kile kinaendelea. Tuko sasa sahi na vijana wengi ambao wamefanya engineering courses. We are even exporting labor in this country to our neighboring countries. Nina wanafunzi wengi wako Sudan, niko na wanafunzi wengi wako Rwanda, na niko na wanafunzi wengi wako in other parts of the world, especially just doing construction in Saudi Arabia, Dubai, those countries of those types. So utapata kwamba kila mahali unapita, uenda hata kwa hii nchi, ukienda kwa public works, huwezi kosa mwanafunzi wako. Hata yule umesahau utaona anakuambia mwalimu. Contractors wenye unaona Kenya sahi, majority ni wanafunzi wetu. Unapata contractors wenye wanatengeneza mabarabara, wenye wanafanya ujenzi, wenye wanafanya kwa county governments. At least devolution imeabsorb hao watoto wengi. Lakini ukiangalia sasa hivi kama mwezi mmoja ama mwezi huu, utaona wanafunzi wengi wanajiunga na vile vyuo anuai na vile vyuo vya kawaida. Idadi ya wale wanafunzi ambao wanajiunga na vyuo inakuwa ndogo ikilinganishwa na wale ambao wanajiunga na vyuo vikuu. Na wewe mahali ambapo unakaa, unahisi kwamba wengi wanafaa kuwa wanajiunga na vyuo anuai hivi vya kiufundi. Labda tunaweza fanya nini? Na yule mwanafunzi ambaye sasa hivi bado hajaamua, unaweza mwambia vipi? Kile nitamwambia anachelewa. Aingie chuo anuai kenye kiko karibu na yeye, kwa maana kwa nchi ya Kenya kwa saa hii kila constituency iko na TVET. Kila constituency serikali imechenga TVET institution. Na hapo ndio tunaita hands-on experience in training. Hata tuna wanafunzi saa hii wenye wamemaliza universities wamerudi hapa kufanya engineering because they find it is hands-on. Na hiyo ndio watu wa kuajiri watu. Waajiri wanataka hiyo hands-on experience. Hawataki kuretrain watu. Na serikali imetupatia vyombo na equipment mingi sana that we are competitive worldwide. Hata tunahusika na ile tunaita ATUPA, Association of Technical Institutions and Polytechnics of Africa. Tena ile ya international all over the world. Last year tumekuwa France, juzi tumekuwa South Africa through ATUPA to compete as a continent. We are even competing globally in skills and innovations. So we are at that bar. Something that we don't decry universities. Universities are set to train at a higher level than us. But as we are training real manpower to do the actual work that the industry requires.
So tunang'ang'ana na hiyo, na wanafunzi wengi tunawahitaji mahali popote walipo. Ingia tu chuo cha anuai karibu mahali ulipo. Hakuna mtu ameingia chuo cha anuai ama chuo cha ufundi ambaye ako jobless. Hakuna, unless anataka tu kukaa nyumbani, lakini hakuna. At least ana kitu ya kufanya, ana mahali pa kuajiriwa. Hii nchi, ukiangalia budget ya hii nchi, 60% of the national budget is on infrastructure. Hiyo ni pesa yao. Ni pesa yao. Inaenda wapi? Ndio sababu tunawaambia kujeni. Hii pesa ya nchi yote iko kwa mikono yenu. Ukiangalia hata hii project president ameanzisha ya affordable housing, imeabsorb watoto wengi sana. Wengi wa ajabu. Na hizi projects ziko kwa kila kaunti. Ukienda hapo utakosa zaidi ya vijana 300 wako kazini. Na kuna wale wameenda huko na experience without training. Hao ndio tunapitisha sasa through RBL, recognition of prior learning, so that wapewe vyeti za hiyo ujuzi ambao wako naye. Na ukizungumza hivyo unazungumza na ari sana kuhusiana na mambo haya ya kiufundi. Labda ilikuwa ni during growing up ndio ulipata ile motisha kutaka tu kufanya mambo ya kiufundi. How was it growing up, na umezaliwa wapi? Maisha yamekuwa kwa vipi? Kwa kusaliwa, mimi nilisaliwa kwa familia watoto wengi sana. Na kijana yetu mkubwa was among the first engineers to graduate in Kenya. So anaitwa nani? Anaitwa Engineer Clement Pius Miheso. He worked with the Kenya Bureau of Standards, the longest serving Bureau of Standards staff for 42 years. So utapata kwamba he was our mentor. He introduced us to engineering courses, introduced us to science courses and so forth. But kwa ujana, hata mimi nikiingia form 1 first day, kabla niingia aliambia msasi, ukiangalia kazi huyu kijana anafanya, umpeleke mahali wanafunza kazi ya ufundi. Kwa maana ningedesign nyumba na niko primary, nyumba ya kifahari na nijenge na udongo, na sijafanya any engineering course. Na walikuwa akichukua picha za vitu zenye nilikuwa natengeneza. Hata siku hizo wakinionyesha, I don't believe ni mimi nilikuwa nachenga hizo vitu. Na niko tu mtoto, sijatembea inchi sana, lakini ningechenga nyumba storage building na tengeneza mpaka naweka all the requirements. Na sisijui. So sometimes unasaliwa na talent or a vocation within yourself. So unainacha. Na ni vizuri msasi kuona mapema huyu kijana anaweza fanya nini. And those are the talents that are being sought for kwa CBET. Kwa maana tunaweza sukuma mtoto kwa course fulani kama mikono yake haiko hapo. Tunaweza kupata hata siku hizi tuna daktari ana manage a very good hotel. Unapata tuko na an engineer lakini is the best farmer in the community. It means his vocation is on the other side. Huku ni kasi tu, lakini the passion is in a different location. Motisha unatoa wapi hasa ya kuhakikisha kwamba hii kazi iwe kama msimamizi wa chuo? Labda pia utakuwa unatuelezea kuhusiana na familia, lakini motivation inatoka wapi? Motivation yangu kubwa ni passion ya kazi ambayo nafanya. Napenda kufanya kazi, napenda results za kazi ambayo nimefanya. Nimehusika kwa ujenzi katika mkoa, katika nchi yetu ya Kenya hii. Na sana sana success of what I do. Ukiona unafunza watoto wanafaulu, unafurahia. Ukifanya kazi kama ukichenga mchengo kama hii na unaona watu wanaishi kwa mchenga ambao umechenga, unafurahia. Ukimanage watu na unaona watu wamependa kufanya kazi na wewe, unakuwa motivated. Wow. Hebu familia, how do you balance now? Unajua, tueleze kuhusiana na familia na tuambie una balance vipi kwamba wewe ni baba, wewe ni msimamizi wa chuo, pamoja na kuna shughuli zingine ambazo unazifanya. Manake vijana wapo wanakusikiza, wengine wajaoa, wengine wana kazi, wengine hajafanya nini, lakini wanakaa hivi wanakusikiza, wanasema kwani ana manage vipi? Familia
is God sent. Na nina familia, nina vijana watatu. Kijana mkubwa ni architect, anayemfuata amefanya finance Kabarak University, na mwisho pia amefanya ICT katika Catholic University. Vijana ni vizuri wakulie pamoja, wanasaidiana, wanajifunza kwa kila mmoja, na unajipanga kwa maisha kwamba kama wewe ni kijana ni vizuri kuwa na familia mapema. Sio mapema sana, lakini wakati unaofaa. Kwa maana ukichelewa tena sana, wanasema chelewa utapata mwanasi wako. Utakuja kupata useeni, ndio wakati ambapo unang'ang'ana kulipa fisi ya watoto, unang'ang'ana kupeleka watoto hospitali wapi. Lakini ukikuwa na watoto kwa muda ambao unafaa, especially below 30 years, but you should be above 24, utapata hiyo umri, watoto wako watakuwa na wewe. You grow together. So mnapendana, mnafurahiana, they feel the warmth. Ikifika mahali wakimaliza tuseme secondary, kwa primary mnaanza kuachana. Kwa maana kwa primary kila siku mko nao nyumbani. Kwa secondary wanatisapia, wanakuja pata miezi 3. Wakienda university wanatisapia sana, miezi 6-7 wanarudi. Wakimaliza wameenda zao, na wewe unapaki na maisha yako. So wakati huo ndio huu una concentrate kwa kazi, kwa maana muziki ulikuwa nao ulimaliza, wanakimbia kwa maisha yao, na wewe ambition yako tu ni legacy. You want to do your level best so that you leave the best behind you. Wanasema ndovu ikipita mahali inaacha footprint mpaka uone nyayo zake. So it gives you time. And that is the best time ya kukuwa manager of an institution, because you don't have too much pressure from the family. You only are an advisor to the family. Lakini kwa kazi utapata nao watoto wako ni wale watoto ambao wasasi wamekupea kama mwalimu mkuu. Wanakuwa sasa na watoto wako. Hao ndio unapea advice, kwa maana wakati ulikuwa unakuwa na watoto wako, you saw the pros and cons. Na sasa hii tunajua generation ya tunatil nayo. We know their weaknesses, we know their strength. So unajipanga nao, unaenda nao kimaisha. Hapo tu kwa legacy ambayo mtu anafaa kuacha, wewe ungependa kukumbukwa vipi? Nikianza, ukiangalia population ya hii shule, iliingia hapa vile nilisema wakiwa wanafunzi 500. Sijamaliza mwaka, I'm just heartbeat from 2,000 students. Hata ukinitoa hapa sahi, that is my first legacy. The population growth. Number 2, population growth means community may accept kwamba kuna kitu kinaendelea mahali huko hapo. Kuna training inaendelea. Kuna community satisfaction with the management. Na kuna infrastructural development also, and proper management of resources that you have. Because kama vile president wa kitambo Moi alikuwa anatuambia, sisi ni wathamini tu wa mali ya serikali. Hii ni mali ya umma, tumepewa muda kuilinda na kuisaidia kuexpand. Wakati wako ukifika, you hand over to the next one, naye asongeshe the next level. So nikiangalia kile tunaendelea nacho hapa, nafurahia, kwa maana hata county government tunafanya nao vizuri. National government, the MP wa hii area tunafanya naye kazi vizuri. Kuna mipangilio ambayo ametuwekea ambayo inaenda kufurahisha hata community ya hii area. Very soon governor ametuma hapa community yake, staff yake. Kuna ile kazi governor ameanza kufanya na inaanza hata kesho, na community inaenda kuona usuri wa kukua na juo. Hapa palikuwa mahali kichakani, lakini patia ya hapa mahali miaka 5 hata plot utanunua. Kwa maana already hii population ya wanafunzi ime-create a paradigm shift kwa vile watu wanaishi hapa. Watu wameanza sasa kutoka kwa maboma na kuachia wanafunzi. Wameanza kujenga, kuona kumbe hii boma ni town tu, naweza jenga manyumba watoto waishi, naweza jenga cafeteria, naweza jenga duka, cyber, all of those things. And hizi zimeanza.
kuna hoteli, watu wanakula hapo breakfast, wanakula lunch, wanakula, so kuna mapato kwa community. Na nao sasa tumeanza kuwa center of attraction. Ukiongezea na zile vitu ambazo tunatengeneza hapa, ni center of attraction. Kila mtu mwenye amekuja hapa anasema hapana, mpaka nilete mwanafunzi wangu hapa. Bwana, hapo tu engineer, kwa center of attraction, na kuna kila chuo inakuwa na kitu ambacho inajivunia. Sasa hapa tukija hapa Dr. wako, kwa nini mwanafunzi aje hapa? Atatoka na nini hapa? Hapa kuna kitu tunaita value addition. Serikali vile nilisema imetupa equipment mingi sana za value addition. Senye unaweza pata tu kwa industry. Hakuna vyuo huko nje zina hii equipment tuko nayo. Na sisi tunapatilisha kila kitu huko nacho, tunakipatilisha kikupee fedha mingi kuliko kuhusia middlemen. Kuna courses mingi, kuna courses za business, kuna post courses za mechanical engineering, kuna courses za building engineering, kuna courses za beauty therapy, hospitality and institutional management, kuna sciences, all those courses, kuna agriculture and so forth. So hizi courses zote zinafanya wanafunzi pia wana blend as a society. So kuna wale wanafanya hata beauty therapy, wanajuana na wale wanafanya engineering, wale wanafanya engineering wanajuana na wale wanafanya agriculture. So it is a community kind of. They socialize as a community, na kupitia kwa hapo kuna resources zenye wanapata, kama vile tumesema, ukipitia kwa recognition of prior learning unapata vyeti hapa. We are a certification center in terms of recognition of prior learning and dual training. Kuna wale wanasomea online, utapata cheti ambacho unahitaji. Kuna pia vitu ambazo tunatengeneza hapa, pamoja na walimu magari. Hapa kwanza sisi ni breweries kubwa sana. Mtengeneza pombe, mvinyo. Tuna mvinyo hapa inaitwa divai. Wine. Okay. Kuna divai ni hapa mzuri sana. Nimeonja, ni nzuri. Nimeonja. Nzuri. Na tunaunda tu kwa matunda. Okay. Na hii matunda inatoka kwa wakulima. Ukiangalia nje mimea yetu yenye tumepanda pato ni changa sana. Okay. Lakini kuna wakulima the community ambao wanatupea hii matunda, na kupitia kwa equipment tuko nayo inatupatia very clean beautiful wine that is natural. Hatuweki chemicals, hata coloring tunatumia natural ways of coloring, na hasina madhara yoyote kwa mtu yoyote. Tuna clients wengi wanakuja kuichukua. Hata juzi tumekuwa naye kwa Evolution Conference huko Homa Bay, imekuwa kwa Western Shores, kila mahali tumekuwa. Hata president vile alikuja na sewa, aliona hii wine divai yetu. Na natumai pia mimi mtanipea niende niwaonyeshe wananyavu kule. Kando na divai nimeona pia yogurt mnatengeneza. Ukitupa masiwa, kwa maana tuna the holding tank ya masiwa hapo inapepa 2000 liters. 2000. So hiyo masiwa ikianza kukimbia kwa system, tuna choose kile kitu tunataka itoe. Kama ni yogurt, umetembea hapo ndani unaona inaenda kwa pasteurization, inatoka inaenda kwa the next stage, alafu inapikwa na mashini na kuja kwa hii floor ya juu. Huko ndio kuna equipment ya kutengeneza yogurt. Ikishakuwa ready inarudi tena yenyewe chini for packaging. Masiwa mala pia inafuata hiyo barabara. Kuna ile ya kufanya packaging, badala ya kupanda juu iende kwa hiyo process ya yogurt na mala, inapika na ili tofauti inaingia kwa packaging side. Kuna ile inafanywa pasteurization, kuna ile inakaushwa inafanywa milk powder, kuna ile cream wanatoa wanaichapa kwa mashini hapo inatoa pata. So kuna beer inatoka hapo. So all equipment, all the products that you can get from extract from milk iko hapa.
Na ndio sababu unaona hapo matangi kubwa za maji. Ukipandisha system moja tuseme kama ya yogurt, maji inakimbia through the system. Yenyewe inachiclean. Inaosha. Self cleaning. Wow. Ikisha clean imetoa hiyo maji, the next process inaanza. Tukishatoa ya pili tena maji ina clean the system. So ina operate like that. Na kuna system nyingine ya matunda ambapo ukiweka matunda inaosha, ina process mpaka unafochui mpaka inafanya packaging. Kuna ingine kama hii yenye tunatengeneza nayo mfinyo, tunatumia mashini ya inaitwa aje, tunatumia matunda inaitwa fanesi. Kwa local name, lakini kwa Kiingereza inaitwa jackfruit. Yeah, a very sweet fruit. But when we process it here, you get a very nice wine. Wow. Na tuna package. Sasa hii tumepata contract ya suppliers wa chupa sasa yenye siko na trademark. So tunaanza sasa kutoa wine yetu yenye iko na trademark. Wow. Na labda kuna mpango wote, kwa sababu hii ni yogurt mnatoa, hii ni mvinyo mnatoa, maji ndo hayo, mala ni hiyo. Labda ni watu, ni wanafunzi tu ndo wanafaidi, ama mna mpango pia chuo kianze kutengeneza pesa? We are going commercial. Kitu inatusumbua tu ni suppliers. Tunahitaji wakulima ambao watatupatia enough for processing. Kwa maana ile tunapata, hata ile maziwa tunapata, hiyo mashini inaichapa tuko matatika, nimemalizana naye. Hii mashini inataka kitu kama lita 5,000 kwa siku ndio operate on its capacity. So we need serious farmers wakuja hapa tuwafanyia value addition kwa maziwa yao, na waone faida watapata kuliko ile wanauza wakipima kwa vikombe kwa barabara. Wakileta hapa maziwa yetu tutawapimia, tutawaambia maziwa yenu ni kiasi hii, tutawalipa na tutawaambia mnataka tu process tutoe dini, na uone kile utapata mwishowe. Kwa maana half a liter utapata wanauza huko kwa barabara kikombe 50 bob. Lakini tukipitisha a quarter liter kwa machine tukutengenezea yogurt, the same half a liter will go for 300 shillings. So unapata 250 shillings over and above hiyo kikombe ulikuwa unapata. So kama umetupatia 100 liters, how much are you going to make in a day? Na hiyo ndio tumeambia SACCOS sifundishe wakulima. Hawatawahi pata mashini hii karibu tena. Ni sisi tu tuko naye. Wanafunzi ambao mko all over, uwe huko kwa chuo kingine umemaliza certificate unataka kuanza diploma, uwe huko nyumbani unataka kuanza at diploma level, inaitwa siku hizi level 6 ama certificate level 4 ama artisan ama whichever level, higher diploma and so forth, the place to be ni Dr. Daniel Wako Murende TVC in Busia County, and we are for the interest of each one of us. Kwa elimu tukipata unafifia kwa elimu, tutakuita, tutakuongelesha, tujue shida yako iko wapi. Kama ni fees, sisi pia tunajua mahali pesa inatoka. Wewe kuja tukuonyesha pesa inatoka wapi. So usipaki nyumbani ati hauna fees. Wewe kuja tu paka hapa. Tukisha kuregister tutakwambia mahali fees yako itatoka. Na utapata na utasoma, utaelimika na utakuwa mmoja wa Kenya ambao wamefurahia kuwa wa Kenya wema. Engineer Frank Miheso, mwalimu mkuu wa chuo hiki cha Dr. Wako Vocational and Training College hapa hivi county ya Busia. Umesema county ndogo ni ya Matayos. Aha, kijiji Nangoma. Location kijiji ni Murende. Kijiji cha Murende. Kwa mlima. Kwa mlima. Bana, na hii wakati umekuja hapa wakakwambia kwa nini waliamua kukiita Dr. Daniel Wako Murende, kwani huyu Wako alikuwa nani? Watu wengi wanajua mzee alikuwa attorney, longest serving attorney general wa Kenya. Alikuwa anaitwa Daktari Amos Wako. Okay. Dr. Amos Wako ni emeritus, yani former attorney general ambaye alifanya chini ya presidents watatu. Na baada ya kustaafu akakuwa senator wa Busia. Baba yake alikuwa the first senator of Busia at independence. Na alikuwa anaitwa Dr. Daniel Wako.
Sasa huyu kijana yake anaitwa Amos Wako. Yes. Ndiye alipeana hii shamba ambayo imechengwa hii shule. Alinunua, haikuwa ya baba yake. Alinunua shamba kubwa na akapeana kwa shule. Hapa alitupa eka 10. Kuna shamba amepeana ichengwe TTC. Kuna shamba pia amepeana ichengwe medical school. So kwa heshima ya baba yake ndio tukasema hii shule iitwe Dr. Daniel Wako Murende. Murende is the hill, mahali iko, na Dr. Wako was the first senator of Busia, who happens to have been the father to the current emeritus Amos Wako. Wow, amazing. Hiyo ndio historia sikuwa nimejua, na nilikuwa nataka kuondoka hapo hapa bila hiyo historia. Shabiki wa timu gani nchini? FC Leopards Hapa nchini. Ule majuu Harambee Stars. Haya, Manchester United, Arsenal, hata sijui. Bana. Engineer, wewe ndio unaishi vizuri. Kuna watu wanateseka na wanaumia huku nje, Manchester ikipigwa, Arsenal ikipigwa, Man City ikipigwa. Wacha wateseke, kwa maana mimi maisha yangu ilikuwa athletics na chess. Athletics na chess. Yes. Mimi nilikuwa very good footballer. Hata nikiwa form 1 niliwekwa kwa timu ya shule. Lakini ya kucheza mpira. Lakini nilikuwa na rafiki yangu alikuwa form 2. Akaniambia form 1 hawezi kumchenga mpira. Akakimbia kutoka huko na boot akanifunja mguu. Ndio kwa maana hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kukanyaga kiwanja na cheza. Ukiwa form 2. Kwa maana nilikaa hospitali. Alikuvunja mwenyewe akiona. Mimi nikiwa form 1. Yes, akiona. Umempiga chenga. So ikapiti nikae hospitali miezi 3 watu wakisoma. Bila nilirudi nikasema nafikiri nilikuja kusoma sikuja kucheza. But kwa sababu Mungu alikuwa amenipea kipawa ni remain an athlete na a good chess player. So internal games I play chess. Outside to talk about athletics I'm very comfortable because hapo amkongani na mtu. Unakimbia kwa lane yako. Unajua kuna mtu atakuona unatumia ule mkongojo kutembea. Ilitokana na wewe wakati ulikuwa unacheza, ama hii imekujaje? Kwa sababu nikisikia kwamba ulikuwa unacheza mpira mtu anajiuliza tena alikuwa anakimbia. Sasa hapo nilikuwa mtoto mdogo na nikapona vizuri na nikakuwa athlete paka kwa colleges. Lakini kuna kitu inaitwa moral decay in our society. Siku moja nikienda nyumbani, nisimamisha gari kwa gate, ufungue gate uingie kwa boma, nikafamiwa hapo. Nilifamiwa, nikaumizwa vibaya sana. Na wakora Kenya walitaka wenyewe walijua. Na walichukua Kenya walitaka. Lakini usuri raia waliwaona, wakiwafuata wakawakimbiza mpaka police station. Mmoja alikimbia mpaka kwa police station. Alikuwa ni pastor. Pastor. So, hii ni nyumbani sasa? No, kazini nikiwa huko upande wa Bungoma. Ninakumbuka ilikuwa wakati wa by elections za Wako na Kombo. Around that time it was December 2013. So ilibidi kukaa miguu yangu imefungwa kwa hewa kwa miezi kadhaa. Badala ya kufunza mimi nimefungwa. Very bad experience in life. Sasa hapo ndio patela ya mguu mmoja ilifunjwa kabisa na ikasungushwa kama clock. Sasa hapo ndio nikapata hiyo injury niko nayo. Hiyo ni attacks. But the lead tap was a pastor. So nawaambia pastor waombe huyo pastor kwa maana watu ilikuwa mwaka gani? 2013. Na akasema alikuwa anatafuta nini pastor? Ako anahubiri. Mpaka pastor. Ulimsamehe? Koti file ilipotea. Court prosecutor ndiye anajua mahali ilienda. Siku ya ruling file ilipotea, tulifuata ikaenda na ikakuwa hot air. So ilienda hivyo. Sasa nilipaki na uchungu yangu, naumia naye. Lakini pastor anaendelea kuhubiri kwa pulpit, Mungu aendelee kumsamea huko kwenye anahubiri. Na uhubiri Mungu wa ukweli. Engineer, mlikuwa mmekosana,
Simujui, walikuwa tu wakora ujioni. Tena ilikuwa kwa kisa. Pati kwa hiyo kawaida si kwamba kulikuwa na kitu wamekupangia. So kwa kushikwa ndio nikapata alikuwa ni pastor. Tena ni mtu nilikuwa najua na muona town. How does it make you feel? I feel nothing because I feel that is what he was designed to do. Pastor, to change my lifestyle. Sema umemsamehe, haina tatizo. Wacha naona muda ndo huo umekwenda kweli kweli, dakika zimekimbia. Chakula gani unapenda? I'm a vegetarian. Nyama ukuli? White meat. White meat. Okay. Ukali nyeupe nafikiri ni over 15 years chawahi kusa. Mimi naona tu watu wakikula. Wewe ni ugali ya brown tu. Na mwoko. Ndo kwa maana maisha inakukubali. Inaonekana kijana mdogo engineer. So diet also matters. Nilipatilisha pata hiyo kuumiswa. My diet changed after recovering. Nisahau mambo ya sukari ya ukali, so vitu. I had to change diet. I'm most of a vegetarian. So ukitengeneza chakula yako utaona nikipakuamo ile nataka. Sasa nikikualika, sasa mtu amekualika nyumbani, anafaa kuandaa nini? Ukali na saka. Ukali ya brown na saka. Alafu aweke samaki. Akiweka samaki ama kuku kitole juu. Lakini tunaona hapa tunatengeneza wine lakini mimi sikusi. Engineer, haugusi wine kabisa? Sijawahi kwa maisha yangu kukusa pombe. Wewe ni chai tu na maziwa. Chai ya maziwa ya ile lactose free. Sio maziwa tu yoyote. Okay. Free time yako unaispend aje? Free time yako sasa ndo hauko hapa dokta wako, hauko kitu ambayo labda ni ya kazi, yani ndo huko kwa muda wako tu umetulia? Napenda kuimba kanisani. Hata kwa kanisa penye niko, very few people know I'm a principal. Kanisa gani hiyo unashiriki? Christ the King Bungoma, na pia hapa na shiriki Luanya Church. Wow. Kwaya kabisa unaingia pale? Unaimba kwa kwaya. Mimi ni mshiriki kamili wa jumuiya. Tena leader wa jumuiya. So I like gospel music and rumba music. Hizo muziki za kitambo. Zile zilikuwa zinapikwa na gitaa moja na chupa ya Fanta. Nikuweke ngoma gani nikiingia baada ya haya makala kucheza? Miserebo ama Kimpa Kisangameno. Kimpa Kisanga. Yake Franco. Franco kama mimi. Kimpa Kisanga. Unaweza imba kidogo? Najua wewe ni mtu ya kwaya. Tunajua. Nyimbo za Kikongo nazijua mingi. Na Miserebo tunaita family signature. Kila mtu kwa familia yetu anajua hiyo wimbo from start to end. Hii pia ni ya Franco. Wow. Hiyo ni family signature. Yani ukisikia tu ndo hiyo, hata tukikutana kama familia hiyo ndio wimbo ya kwanza. Hata ni kama mnaongea Kikongo. Hata wengi wako wanajua Kikongo. Na hiyo Kimpa Kisangameni mzee baba yetu alikuwa anaipenda kwa maana kuna majina inatacha ndani ambayo ni ya ukoo. Ngamili mhao. Kula Sudwe. Okay. Nzuri. I love it. Nadhani hapo ndo tutakuwa kuna kitu ambacho unahisi kwamba watu wakijui kuhusiana na engineer? Engineering ni maisha. Wewe mwenyewe sasa. Wewe sasa. Kitu ambacho hawakijui kuhusu engineer Mieso. Wao wenyewe ndio wanajua Kenya hawajui. Wewe lakini wakinijua mimi ni mtu tofauti kuliko na mwenye wanaona. Wewe huwa wanakuambia ukisikia kule nje unasikianga story kama gani ndo unasema aki hawa wanijui? Unajua watu wengi wanakuongelea kwa yale hawajui. Kuna formation of stories. Lakini moja yenye ushaisikia wanaweza kuita mwoka, lakini wewe si mwoka. Kwa maana
even in my management I don't favor. Okay. And kuna tabia zenye watu wengi wanafanya even in management. I think I have tried to have integrity in my life. Na sijapatilika. Yule mwalimu aliingia tu kwa kasi mwaka ya kwanza in the 90s. Ni pato tu yule. Vile waliniona nikifanya, hata nilikuwa patron wa kanisa kwa shule for 19 years. Pato niko tu vile. So una decide maisha yako. Na side shows wakiongea wanasema ingilie left itokee right. You have your destination, and in life kila mtu ana marking scheme yake. So mark your own marking scheme. Wow. Unajua umetupatia wisdom, na nilikuwa nataka utupe wisdom moja. Una nyingine ya kuongeza? Ni watu kupendana. Yes. Vile Yesu alisema love your neighbor the way you love yourself. And be forgiving. Yes. For those who are to you, wasamehe na waende njia zako, wakuachie uhuru. Kwa maana ukipepa hasira, hiyo hasira inaumiza wewe, umisi mwenye amekukosea. Mwenye amekukosea akiona unahusunika, hiyo ndio raha yake. Ni kama mchawi. Tunaambiwa mchawi huyu wa kuroka kwa manyumba usiku, ukipika nduru ndiye anafurahi, ndiye anapiga milango kweli. Lakini ukinyamaza, anajua hapo inakaa iko mteko. Hata rudi. Asante sana engineer. Mimi naona hapo ndo tutakuwa tunafungia. Sijui kama kuna mtu yote ungependa kusalimia, ama kama kuna neno la mwisho labda ungependa kutuacha nalo kabla tuondoke, maana yake naangalia muda pia nao ndo huo unakwenda. Unajua tulikuwa na watu walikuwa wanaitwa bingwa mkango, sijui bingwa nani. Yaani kwa Waluhya pako peane salamu. Yes. Kwa hivyo salamu zangu kwanza ni kwa familia ile nimesaliwa ndani, ya pili ni familia yangu mwenyewe, ya tatu ni familia ya kanisa, ya nne ni familia ya hapa Dr. Murende, TVC, ya nne ni kule mahali popote nimefundisha, Sangalo ambayo siku hizi inaitwa Bungoma National Polytechnic, kule Kaimosi ambayo siku hizi ni Friends National Polytechnic Kaimosi, kule Wanga ambayo siku hizi ni Wanga TTI, kule Borabu. So unaona kila shule nilikuwa imekuwa National Polytechnic. So hata hapa unaweza ona nini inachipanga hapa nje. Yes. Tuna expect president hapa anytime. Unaona kasi imeanza kukimbia hapa. Anaweza ahidi kitu. Ndiye anaweza fika hapa na hawezi wacha kuti, sisi anakuja na helicopter. Nadhani si vitu zinatoka mbinguni. Sasa akianguka ataanguka na kitu. Wow. Asipotuachia atatuachia helicopter. Wow. So tuna expect pia kitoka tutakuwa elevated. Wow. Tutakuwa mahali. Hata next week tuna host tree planting program ya the whole county. Inafanyikia hapa Dr. Wako. All TVET institutions, principals, students and trainers wote wanakuja hapa. Na hii asitukuuliza. Hii imeandikwa na PS mwenyewe. So sawa, ngoja tu kidogo tu, acha nimalize hiyo. Na labda hapo umemaliza? Sawa. Kufikia hapo nadhani tutakuwa tunatia kikomo mazungumzo yetu ambayo tumekuwa nayo hapa. Nimekuwa nikizungumza na engineer Frank Miheso ambaye ndo mwalimu mkuu wa shule hii ya Dr. Daniel Wako Murende Technical and Vocational College ambayo inapatikana katika kaunti hii ya Busia, katika kaunti ndogo ya Matayos. Kijiji nimeambiwa ni cha Murende. Hiki kijiji ni cha Murende, na nimefurahi sana, mazungumzo mazuri sana tumezungumza, nimekunywa mvinyo kidogo, nasikia raha, na nimeambiwa pia tukimaliza hapa atanipatia chupa yangu niende nayo, nitawagawia kidogo wananyavu. Na mimi nashukuru sana, hadi wakati mwingine pia tutatembea kwingi tu, kama kuna mahali unataka tufike tutafika, tutahakikisha kwamba tunafika. Wewe unajua vile unaweza tupata, ingia pale kwa mtandao wa kijamii, tafuta Big FM 105.0 au utafute Philemon Onzero official page yangu pale kwenye mtandao wa kijamii @Rais Wanyavu, na itakuwa inapendeza sana. Wewe umeipata vipi jamani? Hello. Talk to me. Sajari imekuwa sawa sana, nimefurahia sana, nimependa sana. Ndio. Ni Mkombozi kutoka Chalusi.
Mkombozi kutoka Chalusi, asante sana. Haya, 0703750312. Medrin Kavaya kutoka Kayega anasema ni shabiki mgeni, yuko ndani anafuatilia kipindi. Florence Otiendo wa Visiru anasema yuko ndani, kibao cha Franco. Madam Miriam Wanadanya anasema yuko ndani. Eugene Wanyama kutoka kule na Manjalala Kitale anasema yuko ndani. Hello. Jennifer Otondo anasema yuko ndani anafuatilia kipindi. Mwingine anasema shajara ya kiongozi nzuri sana, ukitembea pia tembelea tembea kwingi sana rais, tunakuaminia.